Mimi Adamu wewe ni Hawa, kwa vile si tunavyopendana na mapenzi yetu mashallah, mimi na wewe tumeshibana na watoto wetu inshallah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Ndugu Islam, tuliohudhuria katika hafla hii ya kheri, tutachukua fursa ndogo biidhnillah kupata faida inayohusiana na hii hafla. Ndoa ni kitu kikubwa na manufaa yake ni mengi, lakini mimi leo nataka nizungumzie ndoa katika aljanib arruhani na sio aljanib aljusmani, katika upande wa kiroho na moyo, si katika upande wa kimwili. Ndugu Islam, albi'atu muathira, mazingira yanamuathiri mwanadamu. Ndio akasema watu wa alijtimaa, alinsanu ibnu bi'atihi, mwanadamu ni mtoto wa mazingira yake. Nini maana yake? Ni kwamba yataatharu bilbi'ati ijaban wa salban, anaathirika na mazingira katika upande wa positive na negative pia. Zuri la mazingira litamchukua na baya la mazingira pia litamchukua. Kwa hiyo ndio maana basi Mtume sallallahu alaihi wasallam katika vile vigezo vinavyotazamwa kwa mwanamke, yeye katupeleka kwenye dini zaidi. Lau ingekuwa jambo ni la kimatamanio na mwili zaidi, basi uzuri ulikuwa una nafasi, na alisema tunkahul mar'atu bijamaliha. Lau ingekuwa jambo la uchumi ndio zaidi, basi ingetupeleka kwa mwanamke ambaye ana mali, kwa sababu amesema anaolewa kwa mali yake mwanamke. Lau ingekuwa zaidi ni ufahari na izza katika jamii, ingezingatiwa zaidi jambo la nasab ya mwanamke, lakini yote hayo hakuyapa nafasi. Akasema fadhfar bidhati dini taribat yadak, na neno adhafar ni ushindi, na ni neno ambalo linatumika hata katika mazingira ya kivita huko. Alqaidul mudhaffar ni yule zemedari, kiongozi katika mapambano, ambaye mara nyingi anapewa taufiki ya ushindi. Fadhfar bidhati dini taribat yadak, fanikiwa, shinda kwa kumpata mwanamke mwenye dini, itabarikiwa mikono yako, kwa sababu atakuathiri, atakupa kheri. Na mwanamume hivyo hivyo tukaambiwa idha atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu. Jambo la dini na iman na jambo la tabia linaleta athar katika ndoa, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba rahimallahu mra'an qama min al-layli fa salla wa ayqadha zawjatahu fa sallat fa in abat nadaha fi wajhiha al-ma. Allah mrehemu mwanamume ambaye kaamka usiku akasali na akamwamsha mkewe naye akasali, akikataa mkewe amrashie maji katika uso wake, yani amvute kwenye dini, ampeleke kwenye khair mpaka qiyamul layl, wanasaidiana. Na akazungumza upande wa pili, wa rahimallahu mra'atan qamat min al-layli fa sallat thumma ayqadhat zawjaha fa salla fa in aba nadahat fi wajhihi alma. Wakazungumza na mwanamke naye pia awe na sifa qiyamul layl na amwamshe na mume. Sasa jambo la kuathiriana ni jambo kubwa sana, na ikitokea mtu hakuathirika na mazingira fulani yaliyomzunguka, basi huwa ni jambo kinyume na kawaida. Na ndio maana Allah akapiga mifano ya wanawake wawili kwamba hawakuathirika na mazingira ambayo yalikuwa yamewazunguka. Mke wa Nuh ilikuwa athirike, na mke wa Luti pia waathirike na wema wa ume zao, na walikuwa ni manabii hawa, lakini hawakuathirika na yale mazingira mema, wakafa na kufru na adhabu ikawachukua. Ambapo mke wa Firauni ilikuwa athiriwe na mazingira mabaya ya mume, lakini Allah kamnusuru, kawa mwema. Asiyatu bintu Muzahim akafanikiwa. Na mwanamke wa tatu alotutajia Allah azza wa jalla, huyo hakuwa na mume kabisa, si mwema wala mbaya, naye ni Maryam ibnatu Imran, lakini yeye kilichomwathiri mazingira mema ya malezi ya Zakaria, wakafalaha Zakaria. Kwa hiyo ni qismatun thulathiyatun la rabi'a laha, katutajia Allah mgao wa aina tatu usiokuwa na wanne, kwamba ima mwanamke atakuwa na mume mwema, ama mume mbaya, au hana mume. Hali zote hizo tukatajiwa katika hiyo sura, ndani ya mwisho wa sura. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, hii ina maana ya kwamba Allah mpaka akapiga mifano ya wanawake ambao wamekosa kuathirika na waume zao. Hizi ni halat nadira,
na hala ambayo ya kawaida ni kwamba mtu anaathirika. Ndio akasema as-sahibu sahib, sahibu anakuvuta kule aliko, wal mujalisu mujanis, na anayekaa na fulani huwa jinsi moja naye. Kwa hiyo ndoa inachungwa sana jambo la imani na dini, ili ndani ya familia ndoa hii sukumane kwenye kheri na wasaidiane katika wema na imani itawale katika nyumba. Na ndio maana basi si tu kumchagua mwenza mwenye imani, bali na ile imani kuiendeleza kwa vikao vya kheri ndani ya nyumba, kukumbushana akhira. Haya yote yatatia furaha na kheri katika ndoa zetu. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.